Mtazamaji wa News Update Media, kilinge cha mnyonge kimefika katika ofisi za taasisi ya Ambassadors Youth Entrepreneurs ambayo ipo katika kata hii ya Lwanima, wilaya ya Nyamagana, jijini Mwanza, ambapo taasisi hii inajihusisha na masuala makuu mawili, kwa maana ya utengenezaji wa batiki na ushonaji wa mikoba, lakini pia swala zima la ukusanyaji wa taka kwa ajili ya kuweka mazingira yakawa safi kabisa. Tumefika hapa leo hii kuzungumza na baadhi ya wakazi katika kata hii ya Lwanima, lakini pia na wadau mbalimbali wanazungumziaje umuhimu wa taasisi hii ambayo inajihusisha na miradi hii mbalimbali ambayo kwa namna moja au nyingine imetengeneza ajira, lakini pia imeweka mji huu katika mazingira ya usafi kabisa. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, nyuma ya kamera ni Dice TZA. Naitwa Elisha Kondro, ni kijana ambaye ninahusika na hii shughuli ya usafi. Ni miongoni mwa vijana ambao tunahusika na hili zoezi la ukusanyaji wa usafi kwenye miji za watu. Lakini pia pamoja na hivyo, vijana tuliopo katika hii shughuli tumegawanyika katika nafasi tofauti tofauti. Wapo ambao wanapita nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kukusanya uchafu, wanapita na vile vifaa kwa ajili ya kufanya usafi. Lakini pia wapo ambao tunapita mtaani kwa ajili ya kukusanya fedha ambazo familia kama familia inahusika ama inashiriki kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili. Na mimi ninayezungumza hapa ndio nayehusika na kupita kwenye familia kukusanya hizo fedha ambazo familia kama familia inagharamika kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili la kusanyaji usafi. Pengine ni kwa namna gani mnanufaika na mradi huu ambao umeanzishwa? Manufaa ni makubwa. Kimsingi manufaa makubwa niseme kwa upande wangu na kwa vijana wenzangu ambao tunahusika ama tunafanya hii shughuli. Manufaa ni makubwa. Kimsingi sisi kama vijana ukiangalia ni fursa ambayo imekuja mtaani kwetu, na sisi kwa vile tunayo malengo makubwa na ya kimaisha, na hii fursa ilipokuja tukaona ni fursa ambayo ni nzuri. Kimsingi mimi binafsi nikaona niitumie na manufaa makubwa ninayoyapata kwenye hii kazi. Ni kazi ambayo inanipatia kipato, lakini pamoja na kipato najifunza mambo mengi kwenye hii kazi. Lakini pamoja na hivyo mimi ninayo majukumu yangu nje na hapa, kwa sababu nikitoka hapa ninayo mambo mengine ambayo ninayafanya, na hii kazi naifanya kwa ajili ya kujipatia kipato ambacho kitanisaidia kuweza kujikimu, kwa sababu kuna wakati nahitaji kula, kuna wakati nahitaji kuvaa. Lakini pia wapo watu nyuma yangu ambao wananitegemea, ipo familia, wapo wadogo zangu. Kwa ninapoipata fedha hii ninaielekeza hasa kwenye majukumu ambayo ni ya kimsingi mimi kama kijana kunisaidia. Lakini pia ni maandalizi ya kesho kutwa. Mimi ni baba wa familia, itanisaidia hata kuendesha familia, watoto wale familia ile wavae, lakini pia kusomesha watoto. Yapo mambo mengi ambayo nanufaika, lakini miongoni mwa hayo mambo nanufaika ni pamoja na hilo. Okay. Pengine unazungumziaje swala la vijana wengine kusalia mtaani na wanadai kwamba kuna kazi lakini fursa kama hizi zipo? Wewe una neno gani kwa vijana hao? Mimi nizungumze tu ya kwamba ni vijana kiukweli kukosa maono na kukosa ufahamu ulio mzuri, lakini kimsingi ninashangaa binafsi kuona vijana ambao wako mtaani wanasema hakuna kazi. Kazi zipo na fursa zipo. Ni vile tu ambavyo tujaruhusu akili zetu na fahamu zetu kutazama mbali zaidi. Ni fursa ambazo zipo. Yaani mimi wito wangu ambao naweza nikauzungumza kwa vijana wenzangu walioko mtaani, kiukweli tujitokeze. Fursa zipo, kazi zipo, majukumu yapo, zipo kazi za kufanya ni nyingi sana. Kwa wito wangu kwa vijana, kiukweli jamani, tufanyeni kazi, tujitokezeni, tufanye kazi. Fursa zinapokuja kwa mfano kama hivi mtaani, tujitokeze na kwa mfano kama hii fursa iliyojitokeza mtaani kwetu hapa, vijana wenzangu ambao wananitazama na kusikia, karibuni sana. Ni fursa ambayo ni nzuri kiukweli. Tunajifunza mambo mengi kwenye kazi, lakini pia pamoja na kujifunza tunafaidika na hii kazi. Tunapata fedha, tunapata kipato kuliko kukaa nyumbani umetulia, umerelax, kwa sababu yapo maisha mengine baada ya hapo. Kwa hiyo ni wasihi sana, ni waombe jamani, tuje tufanye kazi. Kijana
pambana, usikubali kukaa nyumbani, kubweteka nyumbani. Fanya kazi, pambana, njoo tupambane. Naitwa Priska Emmanuel. Natokea Mwanza, Buhongwa. Mtaa wa Kagera. Okay. Kwa kweli kwa jinsi mnavyoona mazingira yetu kwa sasa yamependeza kwa sababu tumefikia mashimo. Alafu kwa muda huu tunakusanya taka sehemu moja, zinakuja zinabebwa na wafanya usafi. Kwa kweli mazingira yetu kiujumla yamekuwa mazuri, yamependeza. Na nzi wamepungua, harufu zimepungua, hakuna harufu tena. Kwa hiyo mazingira kiujumla sasa hivi ni masafi. Okay. Katika swala zima la pengine magonjwa ya mlipuko, nadhani kwamba kama usafi usingekuwa hivi, kipi ambacho kingeweza kuwakuta, au magonjwa gani ya mlipuko ambayo unahisi kabisa yangeweza kuwasumbua? Cha kwanza ni kipindupindu, kwa sababu kiangalia sasa hivi na mvua zimeanza. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunashukuru kwa kweli. Tutaepuka magonjwa ya aina mbalimbali, magonjwa ya milipuko, kutapika, kufanyaje, watoto kuumwa. Kama hivyo yani. Sasa hivi tunashukuru. Jina naitwa Faraja James Mugoma, mkazi wa eneo hili Kagera. Okay. Hebu tueleze mtazamo wako, namna ambavyo ulichukulia kwanza taasisi hii na sasa unaionaje? Taasisi hii iko sawa. Sidhani kama kuna binadamu yeyote anayependa hali ya uchafu. Kwa hiyo ilivyoanzishwa kwa ujumla ni kwamba mimi nilinyoshea mikono kabisa yote miwili, kwamba iko sahihi. Na alianza kazi, wakawa nakuja wanachukulia taka, tukasema afadhali, na wengi wetu kama unavyoona majarara yalifikiwa. Kwa hiyo ina maana kwamba karibu wote tulipokea kwa mikono miwili. Na magari ambavyo inaweza ikaenda kuwanufaisha sasa katika hali ya kubaki ya jamii kuwa katika hali ya usafi, mnaenda kunufaika na kipi zaidi? Kama kawaida ni kwamba kwanza hali ya majarara tu hii ya kutupia taka haya sio safe kwa kweli. Kwa sababu jarara unakuta vitu vya kuoza vinatupwa mle. Takataka ambazo zinatupwa mle, na maana nzi. Mtu afu baadaye mnatenga chakula mnakwenda kula. Kimizi kwamba nzi watatoka kule jaralani watakuja kwenye chakula, tayari inaleta mambo maradhi. Kwa hiyo ni faida moja hapo. Kwa sababu wao unachukua, unarundika sehemu, wanakuja wanapita nao. Okay. Kwa sasa mtaepuka magonjwa gani ambayo? Kwa mfano kama saizi kuna hali ya mvua. Kipindupindu ina maana muda wote kinaweza kikafumuka. Kimizi lazima tutakuwa tumekiepuka. Naitwa Eleni Michael Mpanduzi. Natokea wilayani Kwimba. Okay, tuanze hapo na historia yako kidogo. Ulianza na kipi mpaka leo hii upo hapa? Nianza kusomea mambo ya hotel management. Nipo soma mambo ya hotel management, nikafuata field, karudi nyumbani nikakaa kuomba ajira. Kaona nimekaa sana nyumbani, naomba nijifunze kitu kingine kuhusu cherehani ili niweze kujikomboa kimaisha. Okay. Tangu umefika hapa sasa na umejiunga hapa, unaona mafunzo yapo, kwanza umekaa kwa muda gani, lakini mafunzo unayaona? Nimekaa kwa sasa mwezi mmoja, mafunzo nayaona yanaendelea vizuri, japokuwa kuna changamoto, cherehani inakuwa shoni muda mwingine na upungufu wa mahitaji kama vile tambaa, inakuwa ni upungufu, changamoto. Hizo ndio changamoto ambazo unapitia. Okay, labda pengine unaambia nini sasa serikali, labda au wadau wengine ambao wanawasikiliza hivi sasa? Kama serikali tunaiomba saidie vitu mbalimbali kwenye cherehani, vitambaa, cherehani haswa, maana tupo wengi ndio wanashinda kwa sababu cherehani ni chache, na vifaa kwenye cherehani. Watu waangalie kama mojawapo wa kina mama. Unawaambia nini wadada wenzio kama wewe ambao wapo mtaani hawana kitu cha kufanya? Na wasi tu wasichoke, mojawapo ya changamoto. Mimi pia nilipitia changamoto kama zao, lakini sikuchoka. Kwa sikata tamaa. Naomba waje tu wajiunge kwenye cherehani sehemu mbalimbali,
sio hapa tu, na sehemu nyingine zipo, hata VETA zipo pia zinafundisha cherehani. Naitwa Ezekiel Madu, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Buhongwa hapa jijini Mwanza. Niko mahali hapa, nimebarikiwa sana na huduma zinazoendelea za kijamii, na hasa mradi huu wa pekee sana unaohusisha vijana wengi ambao kimsingi hawana kazi, lakini mradi huu, mradi wa ushonaji wa mabegi na ushonaji wa vitu mbalimbali umekuwa mbaraka sana katika eneo hili la Lwanima na sehemu mbalimbali hapa jijini Mwanza. Na mimi kama mtumishi wa Mungu, kwa sababu ninalea vijana wengi, nimeendelea kutoa wito kwa namna pekee sana kupitia makanisa mbalimbali ambayo ninayachunga, kutoa wito juu ya vijana kujiunga na mradi huu, na kupitia mradi huu wa pekee sana ili waweze kujikomboa. Tunaposema kwa vijana ni taifa la kesho, hatuwezi kuwaita vijana ni taifa la kesho ikiwa hiyo kesho haijaandaliwa hivi leo. Tunashukuru sana mradi huu wa pekee ambao utaendelea kuwa baraka mkubwa sana kwa vijana. Mradi huu wa usafi ambao nimeona mazingira katika familia mbalimbali katika kata ya Lwanima hapa jijini Mwanza umeendelea kuleta ufanisi mkubwa sana katika kaya nyingi. Na mimi natoa rai na wito wa pekee kwa serikali yetu tulivu kabisa kwamba mradi huu ikiwezekana kwa namna moja ama nyingine waupatie sapoti kubwa sana, ili ikiwezekana basi uende maeneo mbalimbali katika jiji la Mwanza na sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuandaa vijana wetu wasiokuwa na kazi. Wengine walipigwa mimba na wakawa nyumbani tu, basi waweze kujiendeleza, na baadaye basi taifa letu liondokane na hali ya umaskini kwa vijana wengi. Mchungaji, ni rahisi kiasi gani kwa nyinyi watumishi wa Mungu kuwaongoza vijana ambao wana kazi za kufanya, wana ajira zao? Ni rahisi kiasi gani kwenye makanisa yenu? Ni rahisi sana, kwa sababu napofanya kazi na vijana walio na kazi tayari, kwa sababu pia kanisa linahitaji fedha, linahitaji nguvu ya fedha ili kuendeleza utume. Kwa hiyo vijana wanapojiunga, wanapopata kazi, na wataisapoti kazi ya Mungu kupitia sadaka, zaka na sadaka, lakini pia wataisapoti kazi ya Mungu, maana hatuwezi kupeleka mtumishi mahali fulani bila kuwa na fedha. Inakuwa ni rahisi, lakini rahisi pia kwamba kunaondokana na ule uvivu. Anakuwa na hamasa kijana, unapomwagiza kwenda mahali fulani anakwenda haraka, kwa sababu pia ana ujasiri kwa kuwa na fedha, anapokuwa na fedha. Kwa hiyo ni rahisi sana sisi kuliko vijana wasiokuwa na kazi. Naitwa Jovian Justinian Kiabega. Mimi ni mchungaji miongoni mwa wachungaji katika mtaa wa Buhongwa, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa huu wa Buhongwa au kata ya Buhongwa tuna wachungaji wengi, lakini mimi nikisimamia juu ya habari ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo katika habari nzima ya mradi huu wa Ambassador Youth Entrepreneurs, ni mradi wa pekee sana ambao mikakati yake ni mikubwa. Yumkini mimi nimekuwepo hapa kwa muda takriban karibia mwaka mzima sasa, lakini nikiangalia tangia mradi huu ambapo ulipokuwa hujaanza na sasa ulipo, kuna vitu vingi na mabadiliko makubwa sana yametokea. Kwa namna ya pekee Ambassador Youth Entrepreneur imeleta mabadiliko makubwa katika maeneo yetu haya ya Lwanima. Kitu cha kwanza habari za usafi, lakini pia kuchangamka katika kutoa fursa za vijana. Na nitoe tu shukrani za pekee pia hata kwa wadau wanaosapoti mradi huu, lakini pia kwa ambaye ameninitiate, maana ni mtu yumkini ambaye tunasali naye kanisani, na ambaye anaitwa Madam Eva Raymond. Amekuwa dada na mama wa pekee kuweza kuonyesha dira, maana hizi zilikuwepo hizi fursa, habari za usafi zilikuwepo, watu wengi wana vitu vya ushonaji, watu wengi wanaona mambo yanakwenda, lakini akajitoa na akutoa kama yeye, bali akawapa kipaumbele vijana. Kwa hiyo ni ombe kwa namna pekee, unapoanza mradi huu una changamoto zake, na kitu chochote kinapoanza mwanzo kinakuwa na changamoto,
na uwezi hata kukiona kama ni kikubwa, lakini kwa macho ya kiroho pamoja na macho ya busara ya kuona mbele, huu mradi ni mkubwa sana, na tukiweza kuwekeza, kupatia fursa hata na wewe mdau unaosikiliza popote pale ulipo, ukiweza kuweka mkono wako kusapoti kwa pale ambapo panapungua, huu ni mradi mkubwa sana, na tutaweza kata hii yumkini ya Rwanima na mazingira ya Rwanima inaweza ikawa ni kutoa mwanga mkubwa hata kata nyingine zikaiga kwa ajili ya usafi na maendeleo ya kata yetu hii na maeneo yetu haya ya Rwanima, lakini pia ikawa ni chachu nzima kwa taifa zima. Maana sisi watu wa kanisa, watu wa kiroho, tukisema usafi wa kiroho lazima utaanzia hata mwilini. Kwa hiyo huwezi kuishi mazingira machafu, mazingira ambayo yako organized, mazingira ambayo yako katika hali duni au maskini, alafu kasema Mungu anakubariki. Hakuna Mungu wa hivyo. Kwa hiyo lazima tuanze na vitu ambavyo tunaweza, na Mungu atazidi kutubariki zaidi. Majina naitwa Emmanuel Bujuku Bahebe, mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Bugayamba. Mmepokeaje hili jambo la ukusanyaji wa taka katika mtaa wenu? Nimelipokea vizuri, ndio maana naona wanaendelea na kazi. Kwani mazingira yetu yamekuwa machafu sana. Lakini sasa tulikuwa tunakoswa sehemu ya kupeleka hizi taka. Tumetafuta mno hawa watu wa mawakala wa usafi ili watusaidie kuboresha mazingira yetu yawe safi na salama, sababu kuepusha milipuko ya magonjwa kiwemo kipindupindu na magonjwa mengine ambayo yanahatarishwa na uchafu. Nafikiri nashukuru wakala huyu alipofika, niliitisha mkutano wa mtaa na wananchi wakaunga mkono ili mazingira yetu tuyaweke safi na salama. Pengine mwitikio wa wananchi ambao unawaongoza sasa kwa kuhakikisha jambo hili linaendelea zaidi upoje? Mwitikio wenyewe sio mbaya sana, lakini kwa kuwa jamii zetu kama unavyojua na Tanzania tulivyo, tuna tabia moja ya kwenda, kuna mwingine anatoka hapa naenda na danganya mwenzake, huyo anawadanganya uchafu hauendi, na ndio maana umekaa huu uchafu kama siku 3 kwa sasa. Ila kwa kuwa ameona yameanza kuzolewa, nafikiri hili zoezi itakuwa vizuri zaidi na mwitikio utakuwa mzuri kwa wananchi. Kwani wananchi waliitikia wengi na walikubali huu uchafu wao wanakusanya wao. Kama ofisi yako sasa kama mwenyekiti, pengine ina mpango gani, ina support gani kwa taasisi hii katika kuhakikisha jambo hili linafanyika kwa uzuri kabisa? Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa na wajumbe wangu pamoja na mtendaji wangu wa mtaa, tulipanga kwa mtu atakayegomesha huu uzoaji taka tutampeleka mahakamani kwa ajili ya kutunza mazingira yetu yawe safi na salama. Mtazamaji wa News Update Media na Kilinge cha Mnyonge, tulikuwa tumefika katika kata hii ya Rwanima kuona namna ambavyo wananchi wamepokea taasisi hii ya Ambassadors Youth Entrepreneurs ambayo inahusika pia na swala hili la ukusanyaji wa taka. Hapa ni katika mtaa wa Bugayamba, ambapo kama ambavyo umetazama hapa, takataka zikizolewa na kuelekea dampo kwa ajili ya kuhifadhi vizuri ili kuepusha magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu, kama ambavyo wananchi na viongozi mbalimbali wamezungumza. Hakika mazingira haya ni safi kabisa kama ambavyo unayatazama. Hizi ni juhudi kubwa kwelikweli za kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Elia Jackson Lupembe, nyuma ya kamera ni Dice TZA. Bye bye, mpaka wakati mwingine.